Hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vinifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili ishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili ashuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuweko ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wana ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wana walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waniaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyo ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati imetolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua.